Sasa twende tukaangalie tunawezaje kufika kwenye level ambazo ni nzuri. Level ambayo ni nzuri naweza nikasema at least tuanzie marketability, si ndio? Watu wanakupigia simu, wana refer, wanakutafuta. Mimi mwenyewe nilianza kama wewe, instability. Mpaka unaona manager Ben ameniita hapa, kuna mahali amefanyaje? Kuna mahali amefanyaje? Au kama hajaniona kuna mtu alikuwa anamhitaji akamwagiza nani? Kwa hata mimi nilianza kama, hata mbuyu ulianza kama, lakini mchicha uwezi ukawa. Haya. Sasa unafikaje huko? Jambo la kwanza, unatakiwa ujenge brandi itakayopendwa na watu. Brandi ni nini? Jenga brandi itakayopendwa na watu. Brandi ni nini? Brandi ni utambulisho. Ni utambulisho wako wewe binafsi. Kama unataka kujenga biashara ambayo itakuwa ina ushindani mdogo, ni ya uhakika, jenga brandi itakayopendwa na watu. Na brandi itakayopendwa na watu inaanza na jina. Leo hii mtu akisikia Royemamu anajua ni Dennis, mtu akisikia fulani anajua ni fulani, akisikia fulani anajua ni fulani. Kwa mfano, unaweza kutengeneza jina ambalo litakuwa ni rahisi kukumbuka. Kwa mfano kama Coca-Cola. Hata mtoto leo ukimwambia aseme Coca-Cola, kesho atafanyaje? Kwa jenga brand ambayo ni rahisi kukumbuka. Tafuta jina ambalo utakuwa wewe linakufahamisha kulingana na kile kitu unachokifanya. Tafuta jina zuri ambalo hata kama halitakuwa refu, liwe fupi, lakini watu wanafanyaje? Wanalikumbuka. Si ndio? Unaweza kutumia hata jina lako. Kwa mfano mimi jina langu tunasema ni majina ya mitishamba. Si ndio? Majina ya mitishamba ni yale majina ambayo ni ya babu na babu na babu. Kuna muda inabidi umlazimishe mtu, sawa, apende kile ambacho wewe unakifanya. Kwa kufanyaje? Kwa yale unayoyafanya. Kwa mfano mimi leo naweza ngakuuliza Mitsubishi, unajua maana ya Mitsubishi? Lakini ukisikia jina Mitsubishi ni gumu kwanza kulitaja, si ndio? Lakini silipo, si watu wananunua magari? Kwa sababu gani? Kwa sababu Mitsubishi wamejijenga mahali ambapo brand yao inafanyaje? Inaaminika. Kwa lazima jambo la kwanza utafute nini? Jina. Sawa? Ukishatafuta jina itakuwa nzuri zaidi. Kama unaweza ukatengeneza hata logo. Japo mimi ningeshauri, sawa? Mfano kama sisi watu tunaofanya hizi issue za afya, weka picha yako. Iko hivi, sawa? Kwenye akaunti yako ya Instagram, ya Facebook, ya TikTok. Kama unaweza kuingia kwenye akaunti ya mtu, afu kukuta amejaza picha nyingi za AI. Alafu mtu huyo anataka kuuzia kitu cha 500,000, 600,000, milioni 1. Hivyo unaweza kumwamini? Yaani mimi sikujui, sijawahi kukuona, alafu niuzie kitu cha 500,000, 600,000, 700,000 kweli? Kwa weka picha yako. Ile picha yako itatengeneza uaminifu kiasi kwamba hata mtu anasema huyu mtu ikitokea amenidhulumu, najua pa kufanyaje? Najua pa kuanzia, najua pa kumpata. Kwa hakikisha una jina. Najua tayari majina mnayo, si ndio? Si ndio? Eti majina tunayo. Lakini jambo la pili ni lenga kundi maalum la watu. Tukitaka tufike kule tunakotaka tufike, ni lazima tulenge kundi maalum la watu. Hauwezi leo hii kwenye akaunti yako unatuambia unahusika na mambo ya afya, afu kesho unatupostia unauza mchele wa Kyerwa. Kweli? Eti. Ni jambo ambalo halifanyaje? Haliwezekani. Kwa kama wewe umeamua mimi peji yangu itakuwa ni ya dawa, iwe ni ya dawa. Peji yangu itakuwa ni ya afya. Mimi nitakuwa natoa content zangu nitakazokuwa nazitengeneza zitakuwa zimebezi kwenye mambo ya afya, zitakuwa zimebezi kwenye mambo ya dawa. Sawa? Na hapo ndio itakusaidia, kwa sababu niko hivi. Wewe leo unauza mchele,
Kesho unauza nguo. Kesho kutwa umeposti viatu. Kesho kutwa unatuambia watu, I say msile sijui vyakula hivi na hivi, msinywe soda. Sasa the question is, wewe watu wakitaka kutafuta wao wakutafute kwenye engo gani? Tuseme leo hii tunatafuta mtu ambaye ni mzuri kwenye kuuza dawa za afya. Watakupata? Tuchukulie mfano ambao utakuwa ni rahisi. Mnamwona, mnamfahamu nani? Ni msanii anaitwa nani? Diamond, si ndio? Yule amestiki kwenye jambo hili. Ni mziki. Na tumemjua kupitia nini? Hebu imagine leo Diamond angekuwa anacheza mpira, kesho anaimba mziki, kesho kutwa sio anafanyaje? Kesho kutwa hivi tungemjua? Kwa hiyo utakapolenga kundi maalum la watu, sawa, itakuwa rahisi kufika kule unakotaka kwenda. Wanasema ukitaka kufilisika walenge watu wote, lakini ukitaka kutajirika lenga kundi maalum la watu. Hatua ya 3 itakayokusaidia kufika tunakotaka kwenda ni waelimishe wateja wako watarajiwa mara kwa mara. Hili si nilikuwa nimeshalisema? Iko hivi. Waelimishe wateja wako mara kwa mara. Kuna mtaalamu wa masomo aliwahi kusema, mnaifahamu drill? Ndio. Ile ya kutobolea. Ndio. Alisema ukitaka kuuza drill usitangaze kwamba unauza drill. Tangaza namna ya kutoboa. Ukitaka kuuza dawa usiuze dawa. Tangaza namna ya kufanyaje? Wengine wanasema kutumia dawa. Wengine athari za ugonjwa. Kwa hiyo ukitaka kuuza dawa usitangaze dawa. Tangaza madhara atakayoyapata mtu kama hatanunua dawa. Tangaza matokeo atakayofanyaje? Kwa sababu kuna madhara pia na nini? Na matokeo. Itakuwa rahisi sana kufika kule unakofika. Na itakuwa rahisi sana hata mtu akipata tatizo lolote utasikia, haise, nenda kwa mtu fulani. Namba 3 inasema waelimishe wateja wako watarajiwa mara kwa mara. Tengeneza content za kuwaelimisha. Sio kila siku wewe unatangaza unatuuzia tu dawa, unataka tu kila siku. Tengeneza zile content ambazo zitakuwa, kwa mfano, mtu ameamka asubuhi, kitu cha kwanza ni kufanya nini? Akimaliza kusali anatakiwa mwili upate nini? Urudi mwili ukiwa umelala. Mimi nasema unakuwa kama kwenye sleep mode. Ukiamka unatakiwa ufanye mazoezi yale ya nyumbani, uruke kidogo, ufanyeje, si ndio? Umekaa sana ofisini kama nilivyokuwa nimetangulia kusema pale, mtu unaamka unatembea, unafanyaje? Zile zitakusaidia hata mtu siku nyingine ukimtangazia unauza, itakuwa rahisi kuja kununua kwa sababu atakumbuka kwamba kuna siku huyu mtu aliwahi kufanyaje? Kunielimisha. Hatua ya 4 au jambo la 4 tunasema ni kuwa mtaalamu wa jambo husika. Hauelewi wapi dada? Waelimisha wateja wako mara kwa mara. Ya 5 tunasema kuwa mtaalamu wa jambo husika. Ukienda leo hospitali ukamkuta daktari kavaa koti jeupe, chochote atakachokwambia unafanyaje? Daktari atakwambia kalete choo. Na utu uzima wangu nitaenda, nitajisaidia, nitachukua, nitafanyaje? Kwa nini? Kwa sababu unajua huyu ni mtaalamu, anajua. Kalete mkojo, nitachukua, nitaenda nitakojoa kwenye kikopo, nitafanyaje? Na utu uzima wako na ukubwa wako. Daktari atakwambia vua, shusha suruali, nikuchome sindano. Utafanyaje? Hata kama ni katoto utashusha. Kwa sababu yule ni nani? Ni mtaalamu. Kwa kama wewe unauza, hapa tuko Eternal, si ndio? Sisi hapa kazi yetu kubwa ni afya, si ndio? Jiite mtaalamu. Usionekane kama muuzaji. Onekana wewe kama mtaalamu wa kile kitu unachokiuza. Unakuwaje mtaalamu wa kile kitu unachokiuza? Hakikisha unaijua vizuri kile kitu unachokiuza. Kwa mfano, umetafutwa na mtu, labda umeweka labda tangazo la madhara ya UTI, afu mtu anakupigia. At least basi uwe na zile ABCD, si ndio? Sio lazima ujue vyote, lakini at least uwe na zile nini? ABCD. Kazi nyingine tunamwachia nani? Daktari, si ndio? Lakini at least uwe na zile ABCD. Zile ABCD unazipata wapi? Zipo chati. Unaweza tokaingia hata Google,
ukatafuta madhara. Yaani hata mteja akikupigia, akamwambia bana na hii kuna uchafu fulani unatoka. Anaona this guy, huyu jamaa anaonekana yuko very serious. Hiyo pia itafanyaje? Itakusaidia sana. Kwa mfano, ukikutana na matangazo mawili. Tangazo la kwanza linasema sisi ni mabingwa wa kuuza dawa ya kutibu pressure. Na unakuta mtu kaandika hivyo kwamba sisi ni mabingwa wa kuuza dawa za nini? Za pressure. Alafu mwingine akaandika kwamba pressure sio tatizo tena. Utaenda kwa nani? Mwingine anasema sisi ni mabingwa wa kuuza dawa za pressure. Alafu mwingine anasema pressure sio tatizo tena. Imagine umeteseka na pressure kwa miaka 10, alafu mtu anatoka alikotoka anakuambia pressure sio tatizo tena. Unasema huyu jamaa anaonekana anajua. Kwa kumbe mimi kinachoniteza sio nini? Sio tatizo. Ngoja nimtafute huyu mtu. Kwa namna utakavyoanza kutangaza matangazo yako ndio itakavyokutambulisha kwa watu wewe ni mtu wa aina gani. Ukiandika sisi ni mabingwa wa kuuza dawa za pressure, mtu anaona tusie. Na kama nilivyosema, wateja hawapendi kuuziwa, lakini wanapenda kununua. Sasa tukaangalie namna ya kuandaa posti yako unapotaka kutangaza tangazo lako. Unaliandaaje? Wote tuna social media, si ndio? Unapotaka kuandaa tangazo, hakikisha ile picha unayotaka kuitangaza pale iwe na quality ambayo ni bora. Gen Z wanasema ni HD, si ndio? Usi screenshot, yani wewe umeona tangazo la Meneja Ben, sasa ile tangazo la Meneja Ben kali, ngoja ni screenshot alafu nikaposti. Madhara ya kuscreenshot ukaposti, inapoteza nini? Quality. Pale mtu anaanza kuona huyu jamaa hayuko. Kuna unatakiwa ufanye kitu ambacho hata mtu akikiangalia anasema huyu jamaa anajua. Kwa hiyo jitahidi uwe na picha ambazo zitakuwa ni nzuri. Sasa hivi tuna AI, ChatGPT. Jamani, Gen Z simple. Mtawasaidia, au hata kama ni mzee ukiniona hapo kutana, jamani ChatGPT inatumikaje? Nitakuelekeza. Si ndio? Ili tufanye vitu ambavyo viko more advanced. Hatua ya pili, hapo tunaandaa posti yetu, tunataka tukaiposti sasa. Hatua ya kwanza tunatakiwa tuandae picha au video ambayo inaonekana vizuri, si ndio? Kule tumeshatoka. Kule tumeshatoka. Hapa tuko kwenye maandalizi ya posti. Kama unataka kuposti, yani hapa unataka kuposti sasa hivi tangazo lako. Na hivi vitu ninavyovifundisha, ujue kwenye kujifunza huwa kuna jambo moja. Kujifunza ni jambo moja, alafu kukifanyia kazi kile ulichojifunza ni. Kwa hiyo hakikisha hiki ninachokufundisha huwa unakifanyia kila siku. Hatua ya pili ni kichwa cha habari. Kichwa cha habari kinachovutia ambacho utakika kwenye ile posti yako. Sasa hivi, dunia ya sasa hivi, hata Millard Ayo akiposti habari yoyote lazima iwekee bana ambayo itakuwa na maandishi pale chini. Si ndio? Tunakubaliana hivyo? Kwa hata wewe hakikisha unaweka kichwa cha habari ambacho kitakuwa ni cha kuvutia. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwenye posti yako kuna watu wataskip posti yako kulingana na kichwa ulichokiweka. Kuna watu watakaa attention kusoma kulingana na kichwa ulichofanyaje. Kwa hiyo hakikisha unaweka kitu ambacho kitawavutia watu, kitagrab ile attention ya mtu aweze kufanyaje, kukisoma. Tunakwenda kwenye maandishi chini ya posti. Tunaandika nini? Tumesema kichwa chako kiwe cha kufanyaje, cha kuvutia. Baada ya kuwa umeandika kichwa cha kuvutia, kitu kinachofuata ni yale maandishi ya posti. Ulishawahi kusoma habari, ukasoma, afu ukafikia nusu ukaachana na, ukaendelea na mambo mengine? Kwa nini? Ni kwamba umekuta kile kichwa kilivutia, lakini huku ndani ni hakuna kitu, hakuna content.
Narudia tena, sasa hivi kuna ChatGPT. Ukiingia kwa chati, mwambie akuandikie. Lakini pia unaweza ukasoma habari alafu ukaishia katikati kwa sababu imekuwa ndefu. Sasa ukumbuke wewe pale unauza bila kuuza. Sio, mnanielewa? Unauza bila kuuza. Kwa hiyo hata kama umeandika madhara yawe mafupi. Hata kama umeandika matokeo yawe mafupi. Lakini baada ya kuwa umeandika ile habari yako, kuna kitu tunaita ni CTA, call to action. Mteja ameshasoma, sawa? Ameshasema huyu jamaa atanisaidia. Kinachofuata ni nini? Lazima uweke namba ya simu, anakupataje? Hili nadhani wengi tunaijua hii, si ndio? Chini lazima uweke mawasiliano yako. Na mawasiliano hakikisha yanafanyaje? Yanapatikana. Haya. Umeshatangaza tangazo lako, umeshapata picha, umeshaweka caption, umeshaweka kichwa cha habari, umeshaweka maelezo, mteja ameshakutafuta, sasa hapa kwenye mteja kukutafuta ndo watu wengi tunafanyaje? Tunafeli. Mteja akikutafuta, mara nyingi wateja watakuita dokta au daktari. Usikatae. Ukumbuke tulisema lazima uonekane kama nini? Kama mtaalamu. Kuna mwingine ukimwita dokta anaanza kusema, mimi sio daktari." Hapana, umekosea. Kubali. Jifunze namna ya kuongea na wateja. Jifunze namna ya kuongea na watu. Kuna siku nitakuja kufundisha aina kuu 4 za wateja na namna wanavyodili. Mteja anaweza kukupigia, wewe ni mzee, afa akwambia, "Oya, mambo vipi?" Wewe pale ukumbuka unataka kuuza. Alafu ukiangalia, "Huyu mtoto mbona anidharau?" Ile ni hela. Kwa hiyo wewe nenda naye taratibu. Habari yako, unaendeleaje, unajisikiaje? Umeshamdirect, ameenda hospitali, sawa? Kwanza akikupigia, make sure ile namba yake unainoti. Sawa? Note ile namba yake. Alafu akishaenda hospitali, akahudumiwa vya kuhudumiwa, akatoka, mpigie. Sawa? Ukishampigia, ujue maendeleo yake. Atakwambia, "Bwana, maendeleo yangu ni 1 2 3." Au mwingine anaweza kukutafuta WhatsApp, si ndio? Mkawa mna chat. "Nimeenda hospitali, nimeshatoka hospitali, sasa hivi naendelea vizuri." Si ndio? "Nilipata dawa, sasa hivi naendelea vizuri." Sasa mteja akishakwambia alipata dawa, sasa hivi anaendelea vizuri, anajisikia vizuri, sisi bado hatujamalizana na mteja. Kuna watu wako hivi. Mteja sasa kupigia, ameenda hospitali, kahudumiwa, kapata dawa, awe hela sishaingia, pivi zako zishaingia, unaachana naye. Ile ni hela unaiacha. Hatutaki kumwacha. Kwa sababu gani? Kwenye biashara kuna kitu tunaita testimony. Kuna kitu unaitwa ushuhuda. Kuna kitu inaitwa feedback. Hata wachungaji akikuombea ukapona, bado atataka uje utoe nini? Ule ushuhuda ndo utakufanya wewe useme, huyu mbona alikuwa tatizo kama langu, hebu ngoja niende kwa huyu mchungaji. The same kwenye biashara. The same kwenye kitu tunachokifanya. Lazima tuchukue zile testimony. Lazima tuchukue zile shuhuda kwa ajili ya kuja kufanyaje? Kuziposti. Sasa kwenye ushuhuda iko hivi. Kama mtu amekutafuta kwa WhatsApp, screenshot zile message. Sawa? Ukishazi screenshot zile message, zinaonesha mteja alikuwa na tatizo. Sawa? Make sure unaficha namba na jina. Kwa sababu pale unaenda kwenye privacy sasa. Si ndio? Unaficha namba na nini? Na jina. Kama utaweza muombe. Lakini mwambie nitaficha namba na jina. Sawa? Kwa hile itakuja kukupa advantage kwamba kuna mtu alikuwa anaumwa ugonjwa fulani. Alafu akanitafuta, kwa sababu hivyo hivi. Unawajua watu eti labda mtu anauza viatu. Kama anauza viatu, akiwa anatafuta zile tunasema ni feedback. Mzigo ukimfikia mteja ndo anakutumia taarifa. Mzigo umemfikia mteja.
hatuoneshi zile hatua alizofuata ambazo mpaka mzigo unafanyaje, unamfikia mteja. Hii itamjengea mteja uaminifu. Unaona kwamba kumbe fulani alikuwa anaumwa kama mimi, akafuata hatua hizi na akafanyaje, na akapona. Kwa lazima ujifunze kuchukua na hizo ni feedback, kuchukua na hizo testimony. Kwa nini nasema hivyo? Unaona miili yetu sisi ni kama, labda tuseme, labda ni kama gari. Gari unaweza kupeleka leo garage, alafu baada ya siku 2 au 3 ikapata tatizo jingine, sio tena lile, si ndio? Ikabidi rudi garage. Yule mteja ambaye alikutafuta for the first time akapata huduma nyingine, ukamhudumia vizuri, mpigie simu, unaendeleaje? Maendeleo ni mazuri? Unakuwa unafanya ile nini, follow up, si ndio? Unawasiliana naye mpaka atakapopona. Pia mpigie simu, ulize kama amepona. Ile itakusaidia hata siku nyingine akipata tatizo, utakuwa wewe ni mtu wa kwanza kufanyaje, kukumbukwa, au akiwa na mtu mwingine. Sio umaliza kumhudumia alafu umeachana naye. Tunaenda sehemu nyingine. Wafungie wateja wako kwenye duka lako. Mwingine anasema sasa mimi sina duka na wafungiaje? Utakubali wateja kuwafungia eti? Wafungie wateja wako kwenye duka lako. How? Tunapokuwa tunatangaza kwenye social media, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, kule watakaoona tangazo lako, kuna watu wamekufollow, kuna watu hawajafanyaje, hawajakufollow. Huyu ambaye yuko huku, ukimwacha baki huku, ataenda atakutana na mtu mwingine, atafanyaje? Atamhudumia. Kwa huyu akikutafuta, chukua namba yake, isave. Chukua namba yake, isave. Fungua grupu la WhatsApp. Lile ndo duka lako. Fungua grupu la WhatsApp. Utajua mwenyewe utakavyoliandika jina. Sawa? Alafu mle kazi yako wewe, sio kila siku unatangaza tu, unatangaza. Wape hata makala ambazo zitakuwa zinawafanyaje, zinawaelimisha namna ya, yani namna mtu anavyotakiwa kuishi maisha ya kawaida ambayo yatamfanya awe na afya nini? Afya njema. Usiwe na wasiwasi, kuna watu utawaunga watalefti. Hilo ni jambo la kawaida. Lakini utakuwa na advantage hii. Mteja akikutafuta hakikisha ana save namba yako, ili hata siku umeposti dawa status, kama alilefti ataendelea kuona wapi? Status. Sawa? Kwa hiyo itakuwa ni advantage. Kwa ukishafungua group, waadi mle. Ukisha waadi, wewe unakuwa unawatumia, kwa sababu unakuwa unatumia zile makala za kuwaelimisha. Mimi ni kuhakikishie, ukifungua group la WhatsApp ukaonekana kama wewe mtaalamu, sawa? Kuna siku nyingine hata hautatumia nguvu kubwa sana kutangaza matangazo. Utakuwa umekaa zako, atakupigia mtu, "Bana, niko kwenye group lako, nimeona dawa fulani, nahitaji." Hujatumia hata pia. Hiyo itakuwa ni njia nzuri sana. Kabla sijamaliza, ngoja ni share na nyie kitu kimoja. Mnamjua Pastor Abisai Nzali? Mnamjua Pastor Abisai Nzali? Pause hapo kwa Pastor Steven Abisai Nzali. Hiki ninachokiongea nimekiandika, kuna kitabu, ni kitabu changu nimekiandika, kinaitwa Siri za Mauzo Mtandaoni. Wakati mimi naanza for the first time kujitangaza hivi, kuposti, sio kufanyaje, nimwambia mimi ni mshauri wa wafanya biashara. Wakati naanza for the first time, nilikuwa na posti kama wewe, watu hawalike. Na posti kama wewe, watu hawashare, watu hawacomment na hazionekani. Sawa? Kilichokuja kubadilisha akili yangu, au kilichokuja kubadilisha hiki ninachokiongea, au kilichokuja kubadilisha mpaka Mr. Benias ameniona, ameniita hapa. Kuna siku nilisikiliza posti ya Pastor Abisai Nzali. Mimi yule namuita ni babangu wa kiroho, ambayo ilibadilisha maisha yangu. Ilikuwaje? Alisema yeye wakati anaanza huduma alikuwa akitangaza, posti zake haziendi, yani kama vile tunavyoanza ile level ya chini ile. Lakini amefanya kwa muda mrefu sana, ikaifanyi kazi. Akasema leo nikiposti
kabla sijaposti ile picha nitakayoposti nitaiombea. Ile video nitakayoposti nitafanyaje? Nitaiombea. Ili ifanyeje? Iende. Kwa akili akadi unaweza kusema hivi, huyu mbona akachanganyikiwa? Aiombee tena iende. Alivyoiombea anaambiwa siku hiyo hiyo ile posti ikaenda vibe. Sasa mimi nilikuwa nikakaa nikamsikiliza nikasema, hiki tunawezekana. Akasema wewe mniweke imani. Kachukua posti yangu moja nikaiombea na nilitafutwa siku hiyo. Ukiingia kwenye akaunti yangu ya TikTok ipo pale, nimeipin. Nilikuwa sijawahi kufikia yani hata watu 5. Lakini posti hii ilikuja kuwafikia watu karibia 400,000. Kwa nini? Dunia iko hivi. Ina nguvu mbili ambazo zinaendesha dunia. Kuna nguvu hasi na nguvu chanya. Na nguvu chanya muda mwingi ndio inaonekana, nguvu hasi muda mwingi inaonekana ina nguvu. Ukichukua nyama leo ukaiacha pale, hata kama hakuna nzi, ukirudi baada ya siku 3 utakuta imefanyaje? Ile ni nguvu hasi. Ni nguvu hasi. Embe linatoka juu, linaanguka. Ukirusha jiwe, likienda litafika mahali litarudi. Dunia haitaki wewe ufike, inataka ubaki. Kwa ili nyama isioze, inabidi itumike nguvu ya ziada. Utaweka kwenye friji. Ni nguvu ya ziada. Sawa? Kwa hiyo kwenye hiki unachokifanya, my friend, bila maombi, bila nguvu ya ziada, utabaki pale. Kwa hiyo kwenye chochote kile unachokifanya, jifunze kuamrisha mazingira. Yaani hata kama mazingira hayataki, jifunze kufanyaje? Kuforce. Yaani we omba, yani mpaka ufike pale, yani kwamba mimi nataka labda mpaka miezi 3 ndio nimeshafika level 6. Omba. Na uzuri wa maombi iko hivi. Nikwambie hakunaga dustbin la nini? Halipo. Unaona unavyoomba leo, unaweza ukawa unaomba haujibiwi, unaomba haujibiwi. Ila kuna siku umeshakata tamaa za kuomba, yale maombi ndio yanafanyaje? Kwa hata kabla hujaposti tangazo lako, make sure unaomba. Omba. Yaani hata hao waliotengeneza hii mitandao ya kijamii na wenyewe kuna mahali wanafanyaje? Kwa hiyo wao wanataka waendelee kupata pesa yako, na wewe unataka upate pesa ya nani? Ya mteja. Kwa wao wanaomba na wewe unataka ufanyeje? Kwa tujitahidi kuomba sana. Kwa sababu ili uweze kufika juu ni vita. Hakuna kwenye maisha ya kawaida, hakuna ambaye aliyeko juu anataka na wewe ufanyeje? Ufike juu. Ni wachache sana. Kwa hiyo tuombe sana. Mimi baada ya kuipata ile ya Pastor Abisai Nzali nikaanza kuifanyia kazi. Namshukuru Mungu, posti zinaenda, watu wanakuja wanafanya. Kwa hata na wewe chukua posti, ziombee ili ziende. Narudia tena, hakuna dustbin la nini? Asanteni kwa kunisikiliza.